Baada ya vita ya siku 12 ya Iran na Israeli kusimamishwa, hata kabla vidonda vya vita ile havijapona kwa Iran walifanya mazoezi ya kijeshi. Na nakumbuka niliripoti hichi kitendo kwa sababu kilikuwa ni cha ajabu sana. Watu mmetoka vitani, hamjapoa, mnafanya mazoezi ya kijeshi. Aje, mbona hata ingia akilini? Kilikuwa ni kitendo cha ajabu sana. Lakini kilikuwa ni kitendo cha kutuma ujumbe kwa upande wa magharibi, Marekani na Israeli kwa ujumla, kwamba kama mlitaka vita kweli, tungeendelea. Ndugu zangu, Mungu ametuumba, lakini kaumba na watu wa ajabu. Wa Persian au mnaitaga ma Persian au Kiswahili nasikiaga mnasema ni Waajemi. Kwangu mimi nawachukuliaga ni watu wa ajabu kabisa. Ni binadamu, lakini Mungu kaongezea uwezo fulani. Hata Waisraeli mimi nawaheshimu kwa ujanja wao wa kufanikiwa duniani, kwa namna wanavyojua kuprogram watu wengine akili zao kwa faida yao. Kwa sababu ukiniambia mafanikio ya Israeli ni yapi, ni namna walivyofanikiwa kwa program watu kwa namna watakavyowatafsiri wao. Sasa kwa kutumia huo mwanya ndipo wanatawala watu wengi sana duniani wa Israeli. Sasa tangu Marekani atangaze kwamba ataivamia Iran kijeshi, muda sana wa Iran wako kwenye mazoezi ya kijeshi kila siku. Ni vile tu sikuambiage, au labda hizi media zenu pendwa haziwaambii, lakini wa Iran wako kwenye state of alert, wanafanya mazoezi ya kijeshi. Na haya mazoezi ya kijeshi lazima uwe na uhakika kwamba ni ujumbe unatumwa kwa magharibi, kwa sababu tunajua magharibi wana vifaa vya kutosha, teknolojia nzuri ya kuangalia nini kinachoendelea ndani ya Iran militarily, kijeshi. Kwa hiyo ni lazima Iran yao inafanya vitendo vya kumfanya Marekani ajiulize mara mbili. Je, huyu ni kama Venezuela au huyu ni zaidi ya Venezuela? Lazima unatuma ujumbe. Military drill ni ujumbe kwa adui kwamba ukijaribu utakutana na hichi. Ndio maana mazoezi ya kijeshi. Mazoezi ya kijeshi ni show off. Sasa wakati Iran anaendelea na mazoezi yake, Urusi amejiunga naye kwenye mazoezi yao. Wamesema hii ni mazoezi yao ya kawaida. Wamesema yako kwenye kalenda zao kwamba Urusi ndio hivyo wanavyodai kwamba this is our routine to do this military drill. Yaani wao ndio wamejibu hivyo kwamba haya ni kama kawaida yetu. Lakini mimi lazima niwe na big brain kuprocess hapa. Lazima kuna ujumbe unatumwa. Yaani Urusi kuja Iran kuna ujumbe unatumwa kwa watu. Pia taarifa za magharibi zinadai kwamba China naye yuko njiani anakuja kwenye haya mazoezi. Sijui kama ni kweli, lakini Urusi ameshawasili. Haya hayawezi kuwa tu ni mazoezi ya kijeshi ya kawaida. Hebu vaa viatu vya Marekani, lazima hapa kuna ujumbe unapewa. Alafu niwakumbushe watu, hii ndio maana ya superpower. Kumbuka nyumbani Urusi, Zelensky anaendelea kuadhibiwa Sio kwamba vita ya Ukraine imesimama. Zelensky anaendelea kupelekewa moto kama kawaida. Alafu at the same time uweke akilini kwamba nuclear team ya Russia iko state of alert kuanzia 2022. Haya maneno wananiambiaga wanajeshi wastaafu wa Marekani. Napendaga kuwasikiliza sana kwenye podcast zao. Wanakuambia tangia Ukraine ivamiwe, team ya nuclear ya Urusi, yani katika jeshi, unajua huku kwetu tuna jeshi la majini, jeshi la angani, kwa sababu sisi tayari tuna bahari, vikosi mbalimbali. Sasa Warusi wana nuclear team. Nuclear team iko macho, yani hailali. Kama ni kulala wanapeana shift, hey bana kaa hapo. Kwa muda wote amiri jeshi anaweza akatuma kodi kwamba hey, tuma hii sehemu fulani, kama wakihisi kuna tishio la wao kuvamiwa. So habari kubwa duniani magharibi wana discuss ni kwamba inakuwaje Urusi anakwenda kwenye haya mazoezi ambayo yameitwa Smart Control of Hormuz Strait. Unajua hii Hormuz Strait ifananishe na shingo yako. Wale wazee wakabaji wanajua umuhimu wa shingo wanavyokaba. Maana ukimkaba mtu vizuri kwenye shingo yake, chochote alichonacho lazima akupe, hana ujanja. Kwa hiyo hii Hormuz Strait ukikaba vizuri, kuna baadhi ya nchi uchumi wake unakufa. Ni choke point muhimu sana kwa uchumi wa dunia. Yanapita mafuta mengi sana hapa. Ndio maana nawaambia Watanzania hakuna kitu kizuri kama kujitambua. Huko duniani kuna kitu kinaitwa leverage. Tambua leverage yako, itumie duniani kupata unachokitaka. Yaani kama sio hii Hormuz
straight, Marekani ungekuta ameshaivamia nchi ya Iran. Tuseme tu ukweli ndugu zangu, tusidanganyani. Yaani Marekani akiivamia Iran kichwa kichwa, kuna baadhi ya nchi za Ulaya zitadondoka kiuchumi, zitakufa kabisa. Kuna baadhi ya nchi pia Uarabuni zitakufa. Iko biashara kubwa sana inapita hichi kipande cha dunia. Ndio maana nawaambia Watanzania, hakuna kitu kikubwa kama kujitambua. Ukijitambua atakusumbua nani? Understand your leverage, apply your leverage in a global stage, get what you want. Tambua power yako, itumie katika level ya dunia, pata unachokitaka. Sasa sisi tumekaa pale kila kitu wawekezaji. Ni lini tutapewa elimu ya kutambua leverage zetu tukazitumia katika level ya dunia? Wapersian, Waajemi walijua nguvu yao katika level ya dunia. Wanaitumia, wanapata wanachokitaka. Lazima tufundishane ule ukweli. Kujitambua ni silaha kubwa sana. Na mtu aliyejitambua huwezi kumwingilia hivi hivi kwa sababu anajua thamani yake. Wairani wanajua thamani yao ndugu zangu. Mimi nitakuwa nawakumbusha Watanzania, mfumo wetu wa maisha tumetengenezwa tusijue thamani yetu. Kiko kikundi cha watu sehemu kinajua thamani yetu, kinaitumia thamani yetu, tunakuwa maskini tu. So, hii military drill ya Urusi na China na Iran, kwanza ni show off kwa upande wa uko kwenu mnapopasifia kwamba bado sisi tuko kitu kimoja, japokuwa Iran hana military alliance na China na Urusi. Lakini haya mazoezi pia ni ujumbe mkubwa sana kwamba japokuwa sisi hatuna ile military alliance, lakini sisi ni strategic friends, ni marafiki wa kimkakati. Kwa hiyo tunasaidiana. Kwa lazima kuna some military tactics Urusi atawafundisha kina Iran na kina China, kwa sababu kwenye masuala ya kivita Urusi tumpe heshima yake. Urusi ni taifa lililojijenga kivita. Urusi ni taifa ambalo linawaza vita kama njia ya kusurvive. Ogopa sana hilo taifa. The only means for Russia to survive is to engage in a war. Ni maneno ya watu wa magharibi wanaongeaga ya maneno. Wala mimi nilikuwa siyajui. Kwamba unavyosema vita kwa Russia ndio njia yao ya kuishi. Kwa huwezi kuatisha. Kwa China anaweza kujifunza kwa Urusi, Iran anaweza kujifunza kwa Urusi. Kwa hiyo ni kweli kabisa Urusi yuko kwenye mazoezi ya kijeshi na Iran ameshafika eneo la tukio. China hajafika, lakini magharibi wanatarajia kwamba China naye atajiunga kwa maelezo ya magharibi. Lakini kwangu mimi ukiniambia what is this, mimi naona ni ujumbe kwa upande unaogombana wenyewe kwa wenyewe sasa, kwa sababu magharibi sasa hivi wako busy kutupiana lawama. Wakija yani magharibi wafananishe na mwanaume na mwanamke ambao wanagombana ndani ya nyumba, wakija mbele ya watu wanasema wako sawa. So magharibi waki katika muktadha huu. Lakini muda ukifika wataachana vizuri tu, kwa sababu huyu mwanamke anaogopa kumwacha huyu mwanaume kwa sababu atateseka. Hajapata mwanaume sahihi wa kuweza kumbeba, wa kubeba gharama zake. Kwa hiyo once Europe watapata partner wa kweli wa kubeba gharama zao, wataachana na Marekani. So big story ndio hiyo kwamba there is a military drill in the Persian hemisphere, in the Middle East you can say, wakati Amerika naye akiwa anaangalia kinachoendelea pale, kwa sababu tusisahau kwamba chochote kitakachokuwa kinafanyika pale Marekani anakiona, na Urusi anapenda kufanya vitu ili Marekani aone. Hata wa Persian wanapenda kufanya vitu ili Marekani aone. Tujikumbushe mazungumzo ya Iran na Marekani pamoja na huyo Israeli wao. Kuna kituko kimoja kilitolewa na upande wa magharibi, eti kumwambia Iran apunguze range ya ballistic missile zake. Yaani atengeneze ballistic missile ambazo hazifiki Israel. Unajua kuna vitu vingine hata vingia akilini. Yaani Marekani anaifundisha Iran namna ya kutengeneza silaha kwa ajili ya kujilinda yeye. Yaani kuna vitu sometimes unavisikia ambavyo magharibi wanavitoa, una reflect na ni namna gani viongozi wetu wanavyofundishwa na magharibi namna ya kutuhudumia sisi kwa faida ya magharibi. Sijui umenielewa Mtanzania? Yaani kama Marekani atamwambia Iran kwamba usitengeneze ballistic missile za ukubwa huu, tengeneza ballistic missile za ukubwa huu, usiwe na nuclear. Sasa tengeneza hiyo, chukua hiyo context ndio nayo hao wazungu, niongee in general, hao wazungu wanavyoongea na viongozi wetu wa Kiafrika huwa wanawaambia nini namna ya kutuhudumia sisi. Basically how to suck us for the betterment of the European, of the white people. Lazima tuseme ukweli. Kuna vitu ambavyo vina unfold, yani hata vifai kuingia katika masikio yetu. Sometimes unasikia unasema hivi wamesema kweli au
kwamba don't do this, don't do this, do this, do this. Alafu unaona kabisa hivi ambavyo hawa watu wanavisema havina faida kwa hawa. Sasa unajiuliza, wakati hao wazungu wamejifungia ndani na viongozi wetu wao wanawaambiaga kitu gani? Tuwe tunaongea wa Tanzania, tuwaambie wa viongozi wetu kwamba zama za wazungu zinafika mwisho. Yaani miaka 50 ijayo, the power control this universe itakuwa ni mashariki. Kila kitu kitakufa magharibi. Magharibi wanakaa kikao cha lisali moja wanadiscuss hivi sisi kwetu tuna jinsia ngapi. Kuna video nitaikava ya zaidi ya lisaa. Hillary Clinton yuko na wazungu wenzake wa Ulaya wanadiscuss hivi wao wana jinsia ngapi. It's disgusting. Lisali moja mnadiscuss jinsia. Kweli? Ndugu zangu, we must talk to our government officials, tuambie zama za wazungu zimefika mwisho, tufanye maamuzi kwa faida yetu. Watu wasiojua hata wana jinsia ngapi watatufundisha nini? Iran ametambua thamani yake, anaitumia thamani yake kupata anachokitaka duniani. Hormuz Strait ni leverage kubwa sana kwa Iran kupata jambo lake katika uso wa dunia. Kwa sababu wakimchokoza sana, hawatapitisha bidhaa zao pale. Wataishije? Kwa akili ya magharibi wanaweza wakawatawala Waajemi. Waajemi wamejitambua siku nyingi sana. Kilio changu mimi kwa Waafrika, bado hatujajitambua tukatambua thamani yetu. Ukiongea na Chadema atakwambia wa kimataifa. Ukiongea na CCM atakwambia Chadema katumwa na wa kimataifa kuja kuichoma nchi. Kweli sio uongo. What about you? CCM wanataka kutuambia they don't listen to Americans. Tunatakiwa tutafute platform ya kuzungumza sisi kama Watanzania. Hiyo platform haina CCM, haina Chadema, haina Chauma. Platform ni JKT. Watanzania, we can build nothing if we don't speak one language of Tanzanian first. Tusiposema Mtanzania kwanza, we can build nothing. Huyu anasema Katoliki kwanza, huyu anasema Luterani kwanza, huyu anasema Bakota kwanza, huyu anasema CCM kwanza, huyu anasema Chauma kwanza. Unafikiri vilitoka from nowhere au vimetengenezwa na hao wazungu ambao wametubaka akili zetu? Tanzania, elimika usio msomi.